بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 20 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1440 katika darsa ya risala sifatu ibadi الرحمن للشيخ الفاضل عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. tulifikia الصفة السادسة، صفة ya 4 sifa ya 6 katika sifa za waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala. بعدهم عن مجالس الباطل والمنكرات، katika sifa ya waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kujiweka mbali kwao kutokamana na vikao vya batil, kutokamana na vikao vya maovu na mambo ya munkar. Waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala hawaendi kukaa katika sehemu ambazo kuna batil, katika sehemu ambazo kuna munkar ndani yake. Qala azza wa jalla: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يشهدون الزور أي لا يشهدون مجالس الباطل، هواudhurii katika mikao ya batil. وإذا مروا باللغو مروا كراما، na pindi wapitapo penye upuuzi hupita kwa heshima zao. مروا كراما. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: ومن أخلاق عباد الرحمن، na katika tabia nzuri za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala mwingi wa rehma, wa jamili sifatihim, na katika sifa zao nzuri, أنهم ينزهون أنفسهم عن حضور المجالس التي يعم فيها المنكر. نكوا wao hujitakasa nafsi zao kutokamana na kuhudhuria katika vikao ambavyo vimeenea ndani yake munkar. ويغمرها الباطل واللغو المحرم، na vikao ambavyo vimefunikwa na batil na mambo ya upuzi yaliyoharamishwa. فقوله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون الزور والباطل ولا يغشون مجالسه ولا يشاركون أهله. maana yake hawahudhurii katika mikao ya batil na uovu, hawakai katika vikao kama hivyo, wala hawashirikiani na watu wa batil na watu waovu. Wao wajiweka mbali na kujitenga na wao. fayadkhulu fil ayati sabiqa, kwa hivyo yaingia katika hii aya tulitangulia hapa kuitaja: المجالس القائمة على المعاصي والآثام، mikao ambayo imewekwa kwa ajili ya maasi na madhambi. كالغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء
والكذب والغنى كما vikao vya usengenyaji, vikao vya umbea. Kuna watu hukaa vikao hasa kwa ajili ya umbea. Taona kuna maskan maalum ambao wakikaa pale ni kusengenya na umbea tu. Wanaume wamekaa pale, lakini kila anayekuja una nyeti, una habari bwana, wajua mtu fulani hivi na hivi, mke wa mtu fulani kadha wa kadha, mtoto wa mtu fulani kadha wa kadha. Yani hakuna mazungumzo katika mikao kama yale isipokuwa ni mambo ya kusengenyana na mambo ya umbea, wasukhria na kufanyia watu maskhara na istihza, walkadhib na uongo mwingi unaopita pale. Na mfano wa mikao kama haya ni yale mikao ya gazeti ya asubuhi. Ushapita mahali kuuza magazeti asubuhi, mkaona vile namna watu walivyokusanyana waita bunge. Fikiri mshaona mabarabarani pale pakiuza magazeti, ukaa watu wengi pale wakazungumza uongo mtupu. Yani mtu azungumza utafikiri yeye ndio rais, ama azungumza utafikiri yeye ni waziri, na uongo mwingi ukazungumzwa pale. Mikao kama hayo ndio inayokusudiwa hapa. Walghina, na mikao ya manyimbo, na hili utalipata katika baadhi ya harusi zetu. Manyimbo na fujo kuhudhuria katika sehemu kama zile. Waumini wa kisawasawa walio na sifa hii hawahudhurii katika sehemu kama zile. Wa mushahadati almunkarat والفواحش التي تعرض في شاشات التلفاز وأجهزة الجوال وغير ذلك, na kushuhudia mambo ya munkar na uchafu yanayowekwa katika ma-TV ama katika masimu na sehemu nyinginezo. Hawahudhurii waumini wa kisawasawa sehemu kama hizi. Kwa hiyo haya mikao yote yaingia katika yale mikao ambayo waumini walio na sifa hii hawahudhurii wala hawakai. Na ikiwa mtu bahati mbaya amekaa akakuta mambo ya munkar pale, moja kwa moja fanya nini? Huondoka katika ile sehemu, huondoka katika ile sehemu, hakai na watu kama hao. Na hapa kuna fikra ambayo iko na baadhi ya awamu, wasema kuwa sasa nyinyi mnaojua msipokaa na hao watu, alafu watajuaje kuwa hii si sawa? Wajua mkiwa pale ndio mwakataza, muamrisha. Ya laiti wangelikuwa wasikia, ya laiti ingelikuwa wasikia. Tuwaambia hivi, haya hivyo vikao vunjeni, msikae tena. Ikiwa msikia kweli hivyo vikao mnavyokaa mabarabarani mkitizama wanaopita, kama ni wanawake wako uchi, kama nini, msikae tena. Kama kweli msikiliza, msikae tena. Na kuna vikao vingine viovu zaidi. Vikao hivyo wakikaa, ukiwaona watu na ndevu zao utafikiria ni watu wana dini kabisa. Kazi yao kuwazungumza masalafi tu. Kikaa kwenye kile kikao unsikia wansema mijuhala, mijahil murakkab, lakini wao ndio wanaokaa chini hivi wakaanza kupanga, wakaanza kuizungumza da'wa ya ahli sunna. Yule sheikh fulani hivi, yule sheikh fulani hivi, yule sheikh fulani hivi. Viovu zaidi. Vikao kama hivi ni viovu zaidi, munkar wake ni mkubwa zaidi, kwa sababu ya usengenyaji wao wa watu wa haki. Na haya pia yapo. Mikao iko kama hii pia. Ukiona wewe za kufikiria ni watu ambao wamekaa pale wazungumza mambo ya dini, kumbe wamekaa pale kazi yao ni kuzungumza intiqadat ambazo wao wadhania ndio sawa dhidi ya ahli sunna. Kwa hivyo wakikaa pale wataanza kusengenya ahli sunna. Mikao kama haya ni ya hatari zaidi, iweke mbali nayo. ويدخل فيها المجالس القائمة على ترويج الأفكار المنحرفة والآراء الفاسدة والأعمال المبتدعة
min duati as-su'i wad-dhalal. Na hapa pia yaingia vikao ambavyo vimewekwa kwa ajili ya kufikisha fikra potofu. Ukaona watu wamekaa kwa siri, kumbe walishana fikra za kikhawarij. Makhariji wakubwa wamekaa kando. Sasa wewe utaki pepo basi kuna mission ya kujilepua, unaje? Mara ghafla tuona vijana wampotea. Kunani? Kumbe kule vikao viovu vile vya khawarij wanavokaa. Khawarij dini yao ni ya kisirisiri, hawaizungumzi hivi mbele za watu, kuna wakaa mikao yao kisirisiri. Hivi vikao pia mu'min ajiepushe navyo, vikao vya rai mbovu na matendo ya uzushi. Kahudhuria katika kikao cha maulidi, kisha sema mimi sifanyi kitu, mimi nakaa tu pale naongojea kula biriani nde zangu. Ndio kukaa pale sasa ndio wahesabika katika wawe. Kuna wengine kwa sababu ile sponsor pengine labda ana biashara na yeye au na biashara itakatika, kwa hivyo akialikwa lazima uhudhurie, kisha akae nyuma kule. Sasa mimi siingii pale, nakaa tu pale nyuma. Umo walladhina la yashhaduna az-zur, wewe umeshuhudia vikao vya uovu, vikao vya bid'a na uzushi katika dini ya Allah. Jiepushe na mikao kama haya, mikao ya walinganizi waovu wa upotofu. Ukakaa wamsikiliza mzushi, mtu wa bid'a na uzushi, pia ni vikao ambavyo waumini hawatakikani kukaa. ويدخل فيها أيضا المجالس التي تقام فيها أعياد المشركين. na hapa pia yaingia vikao ambavyo huwekwa kwa ajili ya sherehe za washirikina. والمواسم التي يختلفون فيها, misimu ambayo wao hufanya zile sherehe zao na kukutana. فيحرم على المسلم حضورها أو تهنيتهم وإظهار الفرح والسرور بها. ni haramu kwa muislamu kuhudhuria katika sherehe kama hizo na kuwapongeza katika sherehe kama hizo. Kadhalika ni haramu kwa wao kuonyesha furaha kwa sherehe za washirikina na makafiri. Lakini hebu tutizame kiukweli, ni wangapi katika ndugu zetu ambao wao ndio wanaofanikisha sherehe za makafiri? Ikifika sherehe za mwaka mpya wa makafiri, asilimia kubwa katika wale wanaohudhuria katika baadhi ya sehemu, kama tukizungumzia kwetu Mombasa, utakuta Light House imejaa Waislamu. Si ajabu asilimia 70 mpaka 80 ni Waislamu. Kisha watoke pale happy new year. Sisemi hivi wende ukasherehekee mwaka mpya wa Kiislamu, utakuwa sasa mzushi pia. Hakuna kitu chaitwa sherehe ya mwaka mpya katika Uislamu. Mtume sallam ametufundisha Eid zetu ngapi? 2, Eidul Fitr na Eidul Adha. Na tuna Eid ya usbuu kila Ijumaa, lakini Eid tunazosherehekea ni 2 kama alivyotueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ukaona washerehekea na makafiri idi zao, bali idi zingine ambazo zanasibishwa na dini ya ukafiri pia ukaona watu Merry Christmas, tena yafurahi kumwambia hivyo, ampongeza mtu kuzaliwa Mungu wake anamuitakidi ni Mungu yeye, sababu wao waitakidi ndio Mungu wao anzaliwa, Mungu wa ajabu wa kuzaliwa huyo. Wao itakidi kwa yule Mungu wao amezaliwa siku hiyo. Sasa wewe wapapongezi kwa ile itikadi yao mbovu. Haya yote ni haramu kwa Muislamu. Na pia kuiga sherehe kama hizo wanazozifanya, kama kwa mfano kusherehekea siku ya kuzaliwa. Wengi wapo tumu katika ndugu zetu Waislamu ambao ikifika siku ya kuzaliwa mtu asherehekea. Kwa nini? Kwa sababu ameona kufaru wafanya na yeye pia yafanya kama wao.
pia vikao kama hivyo vya sherehe kama hizo ni azur, haifai kuhudhuria. Walladhina la yashhaduna azur, haifai kwa muislamu kuhudhuria katika sehemu kama hizo. Wewe shangaa shekhi, wamuona mtu jirani tumu siku hiyo kupigwa mangoma, mtaa mzima utasikia zile ngoma, fujo. Kuna nini? Fulani asherehekea mtoto wake birthday yake, aitwa Muhammad, aitwa Ali, aitwa Abdullah, aitwa Abdurrahman, majina yetu muislamu. Lakini huyo ikifika Eid al-Adha, sisi maskini hatuna pesa za kutinda mbuzi. Wewe huna pesa za kutinda mbuzi? Wewe waweza kusherehekea birthday wewe? Mbona watu wafanya dini kama mchezo? Dini ya Allah waifanyia mchezo wewe? Ikifika fitri ya kusanya tu man'a wa hat. Unajua kuna watu watabesema man'a wa hat, lete lakini mimi nazuia. Ukiambiwa mimi maskini sina kitu, kumbe apanga ataka kutumia ration ya mwezi mzima. Lakini ikifika siku ya pati, huyu mpuzi huyu utamuona amejaza chakula kule na keki na nini na fakhri na kukodisha maspika na nini ndani ya mtaa, fujo kabisa. Hakuna kama yeye. Eid al-Adha mara moja kwa mwaka, mara moja peke yake kwa mwaka. Asema hana uwezo wa kuchinja mbuzi, lakini alichinja watatu kwenye pati ambayo pia yafanywa mara moja kwa mwaka kwao. Umeona namna anavyofanya? Sasa huyu yafanya mchezo na dini yake sallallahu alaihi wasallam. Yani hivi sawa kweli watu wanavyofanya kweli? Mtu atumia gharama ngapi katika mambo ambayo ni haramu kwake yeye kuyafanya? Na haya nishayazungumza tena kwa maneno makali kule nyuma, yatosha. Songe mbele tu hapo. Fajami'u ma taqaddama tashmaluhu al-aya, yote tulotangulia kuyataja yameingia katika hii aya, yamekusanywa katika hii aya. ولهذا تنوعت عبارات السلف الصالح في بيان المراد بالزور في الآية. na kwa sababu hiyo utaona ibara za salafu salih zimetofautiana, zimekuja mbali katika kubainisha nini azur katika hii aya. Bimaana hivi vitu vyote viingia kuwa nini azur. قال الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بعد أن ساق أقوال السلف في الآية. الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله katika kitabu chake Jami'ul Bayan, baada ya kutaja aqwal za salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim katika kutafsiri aya, akasema fa awla al-aqwali bis-sawabi fi ta'wilihi an yuqal, qaul ambayo ni aula zaidi kuwa katika usawa katika kutafsiri hii aya isemwe hivi: والذين لا يشهدون شيئا من الباطل, na wale ambao hawashuhudii na kuhudhuria katika chochote ambacho ni batil, la shirkan wala ghinaan wala kadhiban wala ghayrahu, si ushirikina wala nyimbo leo watu wameathirika mpaka wengine wakaingia katika kuzihalalisha. Waitwa mashekhe hao, wasema kupiga nyimbo halali. Bora tu wewe ukae nyumbani kwako, usinwe na tembo tu, usinwe na pombe, wewe piga madebe yako tu pale ndani kama mwenda wazimu, basi hakuna neno. Jamaa salala, hata kama mtu si shekhe ukimwambia neno kuangalia hivi jamaa atakunitumbukiza shimoni huyo hivi wazi. Jamaa, nyimbo si haramu. Allahu musta'an, nasallallahu alafiyata wassalam. Kwa hivyo pia zaingia hapo ndani, wala kadhiban, uongo pia uingia hapa ndani, wala ghayrahu, wala chochote katika batil, vyote viingia hapa ndani. Qala wa kull ma lazimahu ismu az-zur, yote ambayo yamelazimiana na jina la az-zur, yani al-batil. لأن الله عم في وصفه إياهم أنهم لا يشهدون الزور. الله سبحانه وتعالى هي صفة أميتاجة كوجملة إمينية كلا أين باطل، كلا أين باطل ينجي هذا.
فعباد الرحمن لا يشهدون هذه المجالس بجميع صورها wajawema wa Allah hawahudhurii katika mikao kama haya kwa sura zake zote, iwe ndani kuna uongo hawahudhurii, iwe ndani kuna usengenyaji hawahudhurii, iwe ndani kuna umbea hawahudhurii, iwe ndani kuna nyimbo za pigwa pale ndani hawahudhurii, chochote katika batili. wa min babi aula an alla yaqa minhum az-zur, ikiwa hawahudhurii basi min babi aula pia wao hawafanyi hayo mambo ya batil na mambo ya uzushi na uongo na mengineyo. وقوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما فهم لا يغشونها ولا يأتون شيئا منها قصدا, hawaingii katika vikao kama hivi wakawa katika wale wanaokaa pale, wala hawafanyi chochote katika yale yanayofanywa na watu hao wa batil kwa kukusudia. walakin in qaddara أن مر أحد منهم بمجلس فيه شيء من هذه المنكرات أو الباطل فإنه يمر بها مكرما نفسه عنها معرضا عنها ومتنزها عن الجلوس فيها. ikitokea kwa mfano, tukadirie kwa mfano mmoja wao akahudhuria katika kikao, kisha akaona moja katika haya mambo ya munkarat, mambo katika haya batili yafanyika, umealikwa harusini, ukifika pale kimya, umekaa hivi, mara ghafla kwanza kupigwa madebe. Wewe hukuhudhuria pale kuwa wajua kama kitafanyikana kitendo kama kile, kikapatikana kitendo kiovu kama hicho, basi akisikia madebe yapigwa pale, fa innahu yamurru biha mukriman nafsahu anha, asimama pole pole aitukuza nafsi yake kutokamana na uchafu kama huu unaofanyika, aondoka mu'ridhan anha, apuuza vikao kama hivi, mutanazzihan anil julusi fiha, ajitakasa nafsi yake kutokamana na kukaa katika vikao kama hivi. Na pia katika vikao vya batil, vikao vya watu wa kutumia uraibu, haswa wa marungi, hivi ni vikao, usiseme mimi sili nakaa tu, kwa sababu ni vikao vya kupoteza wakati na kupoteza umri. Hii tulizungumzia hasa kwa sababu ni jambo ambalo limeenea katika mujtamaa. Kaona watu wamekaa usiku mzima, watu walagati tu, hasikiza yale maneno yanayozungumzwa. Kuna wengine yafaa, kwani mazungumzo gani yanayozungumzwa pale? Ukisikia mazungumzo pale utajua wazi hawa sasa hivi kidogo wamevaa uenda wazimu, mpaka akili zao zirudi sawa sawa, kidogo wamevaa uenda wazimu. Kwa vikao kama hivi havifai kwa Muislamu kuhudhuria. Usiseme kuwa mimi nakaa tu pale ili nipate biashara, hakuna kitu kama hicho. Ni haram kukaa katika kila kikao ambacho ni cha batil, na kuna batil zaidi ya maasi yanayofanyika katika sehemu kama hizi. Ukawakuta wengine waacha swala, wengine wanasema lakini mimi natema alafu na swali, alafu hiyo akili yako itakuwa kwenye swala kweli ama kwenye nahwa? Si ndio? Na watu waswali vituko, sijui alitawadha vipi huko, mara ghafla asema mimi naswali nyumbani na mvarinda ya swali huyo. Kweli ni hamjasikia vituko vyao hivi? Kuna watu washafanya kushakula maduda, anatoka nyumbani ametoka na kamisi ya mkewe, hajui, atoka nje akiona baba umfanya nini hivyo, kisha rudi nyumbani ndio kubadilisha nguo. Si haramu? Sema si haramu, tungeona vituko hivi. Kuna mmoja siku moja nilifuata, sema sili tena bwana, nishajua haramu. Mjuaje? Sikiliza, mimi nieleza mwenyewe, sikuambiwa na mtu. Huyo mwenyewe alikula hayo marungi. Asema jana usiku nimeangusha kijiti cha kuwasha sigara, sababu sigara kimeanguka. Sasa kuna giza pale, nikasema mpaka nikipate kijiti. Akaanza kuwasha kiribiti huku yoangalia kiko wapi. Cha kwanza kazima, kawasha tena atafuta, cha pili kazima, akamaliza sijui vijiti vingapi, kisha akakiona, akakiokota kile kijiti, kisha ndo akawasha sigara. Pumbavu kweli kweli wallahi.
kisha yeye mwenyewe akasema wallahi, yani mimi nimejiona mjinga safihi mkubwa, hakuna kama mimi. Kitu gani kimenipelekea huko? Sema kwa sababu akili yangu haifanyi kazi sawa sawa. Wallahi yeye mwenyewe, mimi sikumuuliza, nimesema wallahi haram. Atakayekwambia halal mwambie aje kwangu aniulize mimi. Wao wenyewe wajua hivyo. Kwa mmekusudia kutaja hayo na hayo mifano, tujiepusheni jamani na mambo kama haya. Twaweza ikiwa na hamu sana kunwa kahawa na chai, kunwa kahawa na chai, kula biskuti, vitu vingi halalan tayyiban ya akhi. Sasa badala ya kula majani yale, si ule figili kweli, ama tafuta kabeji ule, kama kweli si majani tu, chukua kabeji kula kama sungura, hakuna mtu atakwambia kitu. Ama chukua spinach kula, kuna mtu mkataza? La, kila kitu haram, si kila kitu. Kuna kabeji, kuna spinach, kuna sukuma wiki, kuna mboga za mchicha, kuna figili, kuna kila kitu hiki cha halali, hivi viko vingi sana. Chukua kula, wachana na hiki ambacho ni haram, na utapata faida kubwa sana katika mwili wako kuliko hii ambayo baadaye ya kuletea matatizo katika afya yako. الله المستعان. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.